salama daima mkombozi, na kuoshwa kwa damu ya kondoo. Neema yake umemwagiwa, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Atakapokuja bwana harusi, tuwe safi kwa damu ya kondoo. Yafae kwenda mbinguni, basi umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe mno. Tumeoshwa kwa damu ya kondoo. Bwana makofi tena. Tuni wakizunguka meza yako, tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana atakubariki toka Sayuni. Uone heri kwa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wanao, amani ikae na Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hii Mungu neno la Mungu nasema kwamba heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Ya kwamba yule mtu ambaye anamcha Bwana, anayeenda katika njia ya Bwana, huyo anakuwa amembarikiwa. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi ambao hawajamjua Mungu. Kuna watu wengi ambao hawajasikia hata neno la Mungu. Hata wakisikia hawalifahamu, hawalifuatilii wakajua linamaanisha nini. Yaani inakuwa ni kama vile wanasemanga unapigia mbuzi gitaa. Najua mbuzi inasikia makelele lakini haijui tune hiyo gitaa ambayo inapigwa. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao hawamjui Mungu. Hao hawajapata zile baraka za kumfahamu Mungu na kumjua Mungu. Lakini yule ambaye ameweza kumcha Bwana, huyo anaitwa mbarikiwa, anaitwa heri. Blessed. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa heri ni wakati umemcha Bwana. Ukienda katika njia yake, njia ya Mungu, inasema kwamba Yesu akasema kwamba mimi ndimi njia, kweli tena uzima. Mtu aje kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hivyo njia ya Mungu, njia ya uzima ni Yesu. Kwa hivyo wewe ambaye ukimcha Bwana, ukimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa umebarikiwa kwa sababu umelichagua jina lililo jema. Bwana asifiwe. Hilo jina ambalo linabadilisha maisha ya wengi. Hilo jina ambalo pia linaponya. Hilo jina ambalo linaokoa. Unaposoma katika Biblia katika Matendo ya Mitume 4:12 nasema kwamba hapana jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Hilo jina lina nguvu. Hilo jina ukimcha Bwana, wewe umejua ile njia ambayo inaenda katika uzima. Kuna mtu mmoja alimkujia Yesu usiku. Alikuwa amesikia kwamba kuna Yesu ambaye ndiyo njia. Alipofahamu ya kwamba Yesu ndiye njia, akatafuta kwenda kwa Yesu usiku, maana hakutaka wale wengine ambao hawajajua njia wamuone, waanza kumwambia ni wapi unaenda tena. Kwa sababu yeye aliona njia, ilibidi aende usiku kwa Yesu. Yesu akaanza kumfundisha njia.
akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Na akaendelea kumwambia kwamba amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa katika maji na roho hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikodemo akaanza kumuuliza Yesu maswali kwa sababu alitaka kujua njia ya kwenda mbinguni, alitaka kujua njia ya kumcha Mungu. Akamwambia, awezaje mtu kuingia katika tumbo la mama yake tena akazaliwa akiwa mzee? Yesu akamwambia, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa katika roho ni roho. Kwa hivyo alikuwa anamwambia njia ya ufalme wa Mungu. Yule mtu ambaye atakayemcha Bwana, atakayemjua kujua njia ambaye ni Yesu, huyo ndiye atakayeokoka, huyo ndiye atakayeingia mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Nikodemo alipokuja kwa Yesu hiyo usiku, alikuwa anatafuta njia. Na alipopata njia, maisha yake yalibadilika. Ndipo unakuta kwamba baada ya wanadamu wengi kumjua Yesu, waliweza kukiri na kulitia jina la Bwana. Siku ya Pentecost ilipofika, Petro angali anafundisha, angali anahubiri, Roho Mtakatifu akashuka. Na Roho Mtakatifu aliposhuka, aliweza kuwafunulia watu ambao walikuwa wamejaa pale ya kwamba Yesu ndiye njia. Maana walikuwa wamemtesa Yesu, walikuwa wamemsulubisha Yesu, walikuwa wamesema kwamba Yesu amekufa. Lakini ajabu ni kwamba Yesu alipofufuka, akaweza kufufuka na wengi ambaye pia walikuwa wamekufa wakimjua Yesu. Haleluya. Na wakaonekana katika barabara za mji wa Yerusalemu. Na wakati Petro alipohubiri Injili, akawaambia sasa inawapasa, yule Yesu mliyemsulubisha, yule Yesu mliyemuua, hayuko kaburini, amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa anawaagiza watu wote waweze kutubu. Akaweza kufundisha, akaweza kuhubiri. Watu wengi wakatambua kwamba yule Yesu aliyemsulubisha, yule Yesu aliyemtesa, yu hai, hayuko kaburini tena, amefufuka. Na ikaonekana kwamba hawa watu sasa ni watubu dhambi zao. Petro akamwambia katika kitabu ya Matendo ya Mitume 2:30 ya kwamba tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo. Maana huyu Yesu ndiye njia. Njia ya kufika tu kwa Baba ni Yesu. Haleluya. Yesu alipoweza kuwafungua waliokuwa wamefunga katika minyororo ya dhambi, wakaweza kumjua ambaye ni yeye uzima wa milele. Nakuta watu wengi waliweza kutubu dhambi zao, wakaweza kubatizwa kwa jina la Yesu, wakajashwa na Roho Mtakatifu. Hawa watu maisha yao yalibadilika, wakaanza kunena katika lugha, wakimtukuza Mungu wa mbinguni. Baada ya kujua njia, lazima maisha ya mtu inabadilika. Baada ya kujua njia, lazima maisha mapya yanakuwa katika maisha ya mtu. Haleluya. Ndipo Biblia ikasema kwamba heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utahila, utakuwa heri na kwako kwema. Bwana asifiwe. Utakuwa heri na kwako kwema. Maisha yako yatabadilika. Yeye mwenyewe kutoka ndani yako utabadilika, utakuwa kiumbe kipya, utakuwa kwema. Kila kitu ambacho ulikuwa umeipoteza sasa kitarudi. Haleluya. Bwana asifiwe. Ile uzima ambaye Adamu na Hawa walipoteza katika shamba la Edeni, unarudi sasa wakati tunamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndipo akasema kwamba ili kila mtu amchaye Bwana. Kwa hivyo tukimcha Bwana, tukimjua Yesu, tukibadilika, tukiokoka, tukibatizwa kwa jina la Yesu, tukipokea Roho Mtakatifu, tukiishi maisha matakatifu, kunakuwa kwema. Haleluya. Ndipo wale watu siku ya Pentecost walipotubu dhambi zao, wakabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, kulikuwa kwema kwao. Maisha yao yalibadilika. Waliweza kumtukuza Mungu wa mbinguni, wakimwadhimisha, wakisema maneno makuu, wakimtukuza Mungu. Unakuta kwamba hawa watu maisha yao haikubaki vile ilivyokuwa. Waliokuwa wagonjwa walipona. Bwana asifiwe. Walikuwa na laana ziliondoka. Walikuwa wamechawa mapepo walifunguliwa wakakuwa huru. Ndipo unakuta kwamba ukimcha Bwana, kila mtu amchaye Bwana, akienda katika njia zake, maisha yake lazima yatabadilika. Bwana asifiwe. Ndipo sasa tunahimizwa kwamba kila siku tukiendelea kumjua Mungu, maisha yetu yanabadilika. Haleluya. Amen. Nataka tuangalie pia katika kitabu. Tuangalie katika kitabu ya Yohana 15. Inasema kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizahalo ulisafisha, ili lizidi kuzaa. Bwana asifiwe. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Kwa hivyo baada ya kuokoka nakuta kwamba yale maovu, yale mabaya ambayo yalikuwa yamekuwa katika Mkristo yanaondoka, kwa sababu ukishajua kwamba
Yesu ndiye mzabibu na baba yake ndiye mkulima. Kila tawi ndani yake lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha. Tawi lizaalo ni gani lile? Yule anayeenda katika njia za Bwana. Hilo ndilo tawi ambalo linazaa. Bwana asifiwe. Na hilo tawi ambalo linazaa, ambalo linaenda katika njia za Bwana, nakuta kwamba linazidi kuzaa. Mkristo ambaye amemjua Mungu, anayemcha Mungu, anayetembea katika njia za Mungu, yeye anaendelea kunawili, anaendelea kukua kiroho, anaendelea kumfahamu Mungu na kujua mapenzi ya Yesu. Basi hata wengi wataweza kuona mwangaza, wataweza kumjua Yesu, kwa sababu sisi tuko ndani ya Yesu. Na tukiwa ndani ya Yesu, tutatembea katika njia za Yesu, na Yesu mwenyewe aliye ndani yetu ataweza kutufanya sisi kuwa washindi katika maisha haya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kila wakati tunapolisoma neno la Mungu, kila wakati tunapokuwa katika maombi, kila wakati tunapomwabudu Bwana, tunapomshuhudia Yesu, makuu ya Yesu ambayo tuna katika maisha yetu, kuna watu nawe pia wanaweza kubarikiwa. Kuna watu wanaweza kubadilishwa maisha yao. Kuna watu wanaweza kumkimbilia Yesu, waseme kama fulani alikuwa hivi na sasa amekuwa hivi, basi tumeona mabadiliko. Tunaweza kumfuata huyu Yesu kwa sababu huyu Yesu tumeona kwamba ni uzima wa milele. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo nataka niombe na wewe, nataka tuombe kwa sababu Yesu ndiye mzabibu wa ukweli na sisi ni matawi. Tukikaa ndani yake tunaweza kuzaa matunda tele. Tunaweza kuleta wengi kwa Yesu. Haleluya. Tunaweza kuwa kielelezo. Tunaweza kufikia wengi na kuambia, kwa sababu tumeliamini lile neno. Neno linabadilisha. Neno ni uzima. Neno linaweza kutupatia uzima ndani yetu. Tuweza kuomba. Baba, katika jina lako Yesu nakushukuru. Tunasema ni asante, ni kwa sababu mfalme, neno lako limesema kwamba eli mtu yule amchaye Bwana, eli yule mtu aendaye katika njia za Bwana. Baba, tunakushukuru kwa sababu baada ya kupokea kuwa Bwana mwokozi wa maisha yetu, tumegundua kwamba wewe ndiwe njia, kweli tena uzima. Tunapotembea katika njia ya uzima, tunapoenda katika njia zako, Baba, tunaomba uzidi kututia nguvu, maana umesema kwamba bila wewe hatuwezi. Na hakika ni kweli Bwana, bila wewe hatuwezi, maana sisi ni wadhaifu na wanyonge. Baba, ukiwa ndani yetu, ukituongoza, ukitusaidia, sisi tunakuwa mzabibu ambaye ina matawi ambaye inazaa tele, maana wewe ndio mzabibu wa kweli. Tunakushukuru. Tunapoendelea kulijua neno lako, tunaomba ya kwamba uzidi kusaidia kila mmoja wetu. Asante kwa anayetazama neno hili, asante kwa anayelisikiliza Bwana. Ninajua kwamba maisha yake itabadilika, ninajua kwamba utamuinua, ninajua kwamba utazidi kumbadilisha, azidi kukujua, azidi kukutambua na kushinda maovu ya kila namna na kushinda dhambi za kila namna. Tunakuja kinyume na nguvu za giza, tunakuja kinyume na nguvu za kuzimu, tunavunja ngome za magonjwa, tunavunja ngome zote za laana, tunavunja kazi zote mbovu za ibilisi katika maisha ya watakatifu wa Yesu, katika jina la Yesu. Shetani akapate kushindwa. Bwana, waje ukaonekane, Bwana waje ukainuliwe, Bwana waje ukatukuke katika maisha yetu. Tunapolishuhudia neno lako, wengi wakujue, wengi wakutambue, wengi wakufuate, maana wewe ndiwe njia, kweli tena uzima. Asante maana umetenda, na katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tumpigie Bwana makofi. Amen. May God bless you. Acha Mungu awabariki kwa sababu ya neno lako ambalo tumeweza kulisoma asubuhi ya leo.